Kwa uchambuzi wa Jemedali Saidi na wachambuzi kadha wa kadha, mpaka hivi sasa wameweza kukubaliana na kutoa majibu na mrejesho ni kwamba Ahmed Rajiga pamoja pia na Raisman kwa hii siku ya leo wameteleza. Yani kama kazini kulikuwa na kazi na kibarua kwa siku hii ya leo, basi tunakubaliana kwamba waamuzi wameteleza. Lakini kwa goli, kila mchambuzi anakuambia kwamba ile ilikuwa ni clear offside kutokana kwamba Pacome aliwadanganya waamuzi. Hiyo ni kawaida kwa mchezaji kuweza kumdanganya mwamuzi na sio mara ya kwanza. Kwa hiyo kwa wale watakaoamua kubisha ni kwa sababu tu labda wamepata ushindi ambao umeweza kuwafanya waendelee kuwa na furaha. Lakini tukienda kwenye haki na ukweli ni kwamba na uchambuzi ambao umeweza kufanywa na wachambuzi makinifu na hata binafsi ninakubaliana kwamba ile ilikuwa ni clear offside. Tuachane na upenzi wa Simba na Yanga, twende kwenye uhalisia ilmadi kesho na kesho kutwa mechi kama hizi ambazo zipo kwenye attention na pressure kubwa ya watazamaji. Ni kwa makosa ambayo leo hii ambapo Ahmed Rajiga pamoja pia na Mohamed Mkono na Kapanga wana nafasi ya kuweza kuchukua kama moja kati ya watu ambao wameweza kutumika kuweza kufanya maamuzi siku ya leo, kuanzia Raisman ambaye aliweza kuhusika, lakini pia na hata refa wakati. Ni kwamba uchambuzi huu utaweza kuwasaidia kutorudia makosa siku nyingine. Ni kwa nini tunazungumzia marefa ambao walichezesha dabi ya mwisho ambao walitokea nchini Misri? Walichezesha na makosa yaliweza kuonekana yalikuwa ni asilimia chache sana, ila angalia wanapochezesha marefa leo kibongo, makosa yanakuwa ni mengi kiasi kwamba paka mashabiki wanagundua kwamba hapa palikuwa na kosa. Lakini kwa wenzetu kuna wakati unashindwa kutambua paka kosa labda lilikuwa sehemu gani. Lakini kwa hii siku ya leo binafsi tunasema kwamba mechi haikuwa tu kwenye upande wa klabu ya Simba kama bahati yao, lakini uhalisia Yanga hakupaswa kuweza kushinda kwa haki na kile kilichoweza kufanyika dhidi ya marefa ambao wameamua kuweza kuichinjilia mbali klabu ya Simba. Tukutane kwenye upande wa comment, na kama kawaida hii ni Hatoboy Media.